Wakala wa Usajili wa Biashara na Mali Zanzibar BPRA imetoa mafunzo kwa washauri elekezi wanaotokana na tasnia ya ukaguzi. Mafunzo hayo ambayo yamefanyika katika Taasisi ya Maendeleo ya Utalii Zanzibar Marhubi mkoa wa Mjini Magharibi. Akizungumza mara baada ya mafunzo hayo, mkurugenzi mtendaji Wakala wa Biashara na Mali Zanzibar Hamis Juma Hamis amesema wameamua kutoa mafunzo hayo kwa lengo la kuwajengea uwezo na kuwaelimisha washauri elekezi namna ya kuwasajili wateja wao. Tuko leo hapa katika ukumbi huu wa chuo cha utalii tukiwa na lengo la kutoa mafunzo kwa wadau wa BPRA katika maeneo tofauti. Leo tumeanza na wadau wanaohusiana na kutoa huduma ya ushauri elekezi kwa maana consultant wanaotokana na tasnia ya ukaguzi. Hawa kama walivyo na sheria wanatumika katika taasisi yetu kwa shughuli ya kusaidia usajili wa makampuni. Kwa hiyo tunaitisha mafunzo haya leo kwao ili kuwatanabahisha au kuwahabarisha kwamba Zanzibar mwaka 2023 imetungwa sheria, kwa maana sheria ya makampuni ilibadilishwa ili kutambua wajibu wa usajili wa wamiliki manufaa wa makampuni, na hili ni takwa la kimataifa. Sisi kama sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunawajibika katika FATF, kwa maana kile chombo cha kimataifa kinachohusika na udhibiti wa utakasishaji wa fedha haramu pamoja na ufadhili wa kigaidi. Inatakiwa dunia, kila nchi, taasisi ambazo zinasajiliwa makampuni kuweza kuwafahamu wanaomiliki katika ile kampuni, wenye maslahi katika kampuni. Kwa hiyo mafunzo haya yanakuja kuwapa taarifa wa consultant ambao wao wanawasaidia watu kusajili kampuni katika taasisi yetu, ili sasa kuwajulisha wateja wao kuwa wana wajibu wa kusajili kwetu kila ambaye ananufaika katika kampuni husika. Hili jambo sigeni kwa Zanzibar na tulianza, wenzetu Tanzania bara wameshaanza, Kenya, Uganda, Afrika Mashariki kwa jumla na dunia kwa jumla. Kwa lengo la kuweka utaratibu mzuri wa kikampuni katika umiliki. Na hili ni jambo zuri na ni muhimu kwa wananchi wafahamu kwamba kutambulika kwa msemo wa kampuni, wengi wanaweza kujikuta anakufa mtu lakini taarifa zake hazina ya kupata fursa zinazotokana na yeye kwa kampuni husika. Kwa kutokujulikana kwake kunaweza kukosesha familia yake kupata haki kwa kutojulikana tu. Kwa hiyo atakapokuwa amesajiliwa kwetu ile mmiliki, basi ni rahisi kuweza kuweka bayana katika kumbukumbu za kiserikali kampuni fulani wenyewe ni fulani. Ingawa katika jicho la mwanzo unaweza kuona hawa, lakini kumbe wenyewe kazini kuna watu wengine. Kwa hao watu wengine ndio wanaoitwa wamiliki manufaa, wanatakiwa kusajiliwa kwetu. Mafunzo haya yanalenga kuwapa elimu na consultants ili kuweza kujua namna gani ya kusajili wateja wao wanaowasajili makampuni ya biashara. Swala la utambuzi wa umiliki wanufaika ni jambo ambalo linahusu kampuni zote ambazo sisi tumezisajili, zile ambazo zipo zimesajiliwa na zile zitakazokuwa zikisajiliwa. Kwa umuhimu wa hili, sisi tumeweza kutengeneza mfumo ambao unaitwa Beneficiary Portal, ambayo hii itakuwa ni platform sasa ya kampuni ambazo zimesajiliwa tayari. Wanapotaka kuwasilisha taarifa hizi wataingia katika portal hii, na portal hii tayari imeshaunganishwa na mfumo ule mkubwa wa usajili. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi kwa wao kuweza kupakia taarifa kwa urahisi kwa haraka. Just kuingiza namba ya kampuni iliyopo, alafu ukiingiza namba itavuta taarifa katika mfumo huu, alafu ataweza kupakia taarifa za hao wamiliki wanufaika. Kwa kampuni mpya na wao ni vile vile, baada ya kusajili leo, basi immediately wanatakiwa sawa unganishe tena
taarifa hizi za kampuni yao mpya kwa kupakia kwa kuchukua namba ya usajili waliyopatiwa kama atakuwa ni leo, ili waingie katika portal na vile vile taarifa, halafu wapakie taarifa katika mfumo huu wa mpya. Mshauri elekezi ndugu Kuradhawi Saleh Ramadhani amesema mafunzo hayo yatakwenda kuwajengea uwezo wa kutambua njia zipi za kuwatambua watu wanaojihusisha na masuala ya utakatishaji wa fedha. Sisi kama private consultant, ya mwanzo tumeweza kujua how we are going to be benefited through this project, kwamba pia tumeweza kuona namna gani na kufahamishwa njia za kuweza kutambua, tukawabaini ambao watu wanaohusika katika masuala ya utakatishaji fedha. Sisi kama private consultant ambao tunaenda kufanya consultation katika different companies, na tunakuwa hatuwajui maowners sana. Kupitia mafunzo yale tumepata kujua tupite njia gani ambazo tumefundishwa na FIU ambayo ni Financial Intelligence Unit, ili kuweza kupita mule kuweza kuwabaini wale wataweza kufanya financial crimes na masuala ya money laundering. Madaha, ASAM Online TV.